بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا مهتديا لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد عبده ورسوله، صلوات ربي عليك يا حبيبي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابتك ومن اتبعك بإحسان إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين. وبعد. الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Awali nimshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bila ya kuwasahau masahaba zake Mtume waliojitolea kwa mali na kwa nafsi zao wakautetea Uislamu na kufika huku kwetu katika sura kama hii unayoiona. Na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala ajalie radhi zake ziende kwa wote watakaofuata mwenendo kama wao mpaka siku ya kiyama. Karibu mwanaharakati katika uwanja wa harakati, tukimaanisha jitihada za kumpeleka mbele mwanadamu kutoka hali duni kwenda hali iliyo bora zaidi kwa mujibu wa sheria. Kama tulivyoelezana, dhana ya harakati katika mazungumzo yetu imelenga jitihada za kumpeleka mbele mwanadamu kutoka katika hali duni kwenda katika hali bora zaidi kwa mujibu wa sheria. Na ikithibiti tunazungumza Uislamu, basi ni jitihada za kuupeleka mbele Uislamu kutoka hatua moja kwenda hatua mbele kwa mujibu wa sheria. Na alhamdulillah, katika kipindi chetu cha leo tutazungumzia uwanja wetu wa harakati wa leo. Utajadili kwa pamoja uratibu na mipango. Naamini sote tunafahamu Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila zake, kwa neema zake kwetu na kwa huruma zake kwetu, Allah subhanahu wa ta'ala kamwezesha mwanadamu kutimiza majukumu yake katika vipindi tofauti alivyokuwepo hapa duniani. Kama tulivyosema awali, Allah subhanahu wa ta'ala alimkusudia mwanadamu awe khalifa katika ardhi, na katika kumwezesha kutumiza hayo majukumu yake, Allah subhanahu wa ta'ala kwa nyakati tofauti amekuwa akituma maelekezo ili kumsaidia mwanadamu kuweza kujua au kupata msaada wa namna anavyoweza kutimiza majukumu yake bila ya kikwazo. Alhamdulillah rabbil alamin. Katika anwani yetu ya leo ya uratibu na mipango, tutaangalia eneo hilo kwa sababu ili mwanadamu aweze kuyasimamia maisha ya ulimwengu yanayomhusu yeye lakini yanayowahusu viumbe wengine, lazima awe na mipango madhubuti, lakini lazima awe na uratibu mzuri unaofaa. Tazama, Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake anatuonyesha, anatufundisha namna anavyotekeleza na kuratibu mambo yake, na taarifa hizo akaliziweka katika kitabu chake, kisha akatuletea sisi ili tujifunze kutoka hapo ni namna gani tunaweza kupanga na kuratibu mambo yetu ya kijamii yatakayosaidia harakati za kumtoa mwanadamu katika hali duni kwenda katika hali bora. Basi harakati hizo zipangwe katika mipango na uratibu ulio bora. Maelekezo aliyotoa Allah subhanahu wa ta'ala kwa nyakati tofauti, Allah subhanahu wa ta'ala ameleta miongozo. Kumbuka kabisa safari ya baba yetu Adam na mama yetu Hawa hapa duniani iliambatana na maelekezo ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala pale aliposema, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudayan fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Wakati wote utakapokuja kutoka kwangu mwongozo na maelekezo, faman tabi'a hudaya, watakaofuata maelekezo yangu hayo, fala khawfun alayhim wala hum yahzanun,
wala hawatakuwa na hofu, wala hawatahuzunishwa na chochote walichokifanya muda wa kuwa watakuwa wamekifanya kikitokana na mwongozo na maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini sio kuleta vitabu tu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, miongoni mwa misaada aliyotoa kwa wanadamu kwa vipindi tofauti, mbali na kuleta miongozo kwa maana ya vitabu vya namna mbalimbali, lakini pia Allah Subhanahu wa Ta'ala aliambatanisha na mafunzo, waelekezaji, kama vile mitume waliokuja, kama Qur'ani inavyosema, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, hakika tulituma na tulipeleka katika kila umma, tulipeleka mtume, tulipeleka mjumbe, tulipeleka mwalimu atakayesaidia kufundisha miongozo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili wanadamu waielewe vizuri, waweze kuifanyia kazi kwa namna Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyotaka. Hakuleta vitabu tu kisha akaviacha, hapana. Alivileta vitabu kama mwongozo, lakini pia akaleta waalimu wa kusimamia au kufundisha mwongozo huo, ili iwe rahisi kwa wanadamu kuweza kutekeleza maagizo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia ilikuwa ni wajibu kuangalia hivi vitabu na hawa wajumbe au hii miongozo au hawa walimu wa kufundisha walikuwa wakifanya kazi ya namna gani, kwa sababu limekuwepo tatizo la kijamii leo linalokwaza sana harakati za kwenda mbele kimaisha, kwa sababu ya justification nyingi wanazozitumia wanadamu katika kukwepa wajibu wao, katika kupuuza ya muhimu wanayotakiwa kufanya kwa anwani ya mambo hayo kumwachia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sehemu moja Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema juu ya walimu hawa au wajumbe hawa aliowaleta kwa sababu ya kufundisha mwongozo walioleta, ili wanadamu waweze kuutumia na uwafae katika maisha yao ya kila siku. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema katika sura ya 18 aya 56, wama nursilul mursalina illa mubashirina wa mundhirin. Wama nursilul mursalina, na hatukutuma wajumbe kwa wakati wowote ule, hatukutuma wajumbe ila isipokuwa kazi ya wajumbe hawa ilikuwa mubashirin. Kazi yao ilikuwa ni kutoa taarifa njema, ni kutoa taarifa muhimu, ni kutoa maelekezo muhimu yanayohitajika kwa wanadamu wayafanye. Wakiyafanya maelekezo kama alivyoleta mjumbe, kama alivyofundisha mwalimu, matokeo yataonekana ikiwa yameambatana na kufuata maelekezo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wama nursilul mursalin, hatukuwatuma wajumbe kwa wakati wowote ule illa mubashirina wa mundhirin, isipokuwa wajumbe hawa walifanya kazi ya kutoa taarifa za muhimu kwa watu, na watu waheshimu taarifa hizo zinapowafikia, lakini pia wazifanyie kazi taarifa hizo muhimu zilizowafikia. Wa mundhirin, lakini pia kazi ya wajumbe hawa na walimu hawa ilikuwa ni kutahadharisha watu mambo ya kujiepusha nayo, mambo ya kuepuka, ili yasikwaze jitihada za harakati zao za kimaisha kutoka katika hali duni kwenda katika hali bora zaidi. Hii ilikuwa ni kazi ya mijumbe au wajumbe wa Mwenyezi Mungu kwa vipindi tofauti. Lakini sio hilo tu, hii jambo ndilo pia alilolieleza Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa mwalimu wa mwisho aliyemtuma kwa ummati huu au kwa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angalia sura 8 aya 8, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, ya ayuha nabii, ewe nabii, inna arsalnaka shahidan, hakika tumekutuma wewe shahidan, uwe shahidi, uwepo na watu, ujue wanachokifanya, uelekeze, usimamie utaratibu uliopo. Wa mubashiran, sio uwe shahidi tu uyajue wanayoyafanya, hapana. Wa mubashiran, na uwe mtu wa kuwapa taarifa njema za muhimu.
uwape maelekezo ya muhimu ya kufanya. Onyesha mwenyewe kwa vitendo kitu gani cha muhimu. Onyesha bishara hiyo ili watu wajifundishe kutoka kwako, kama anavyotuambia Allah subhanahu wa ta'ala juu ya wajumbe hawa, akimkusudia katika tamko hili Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, mna kiigizo kizuri, kwa hakika mnacho kiigizo kizuri sana kwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kiigizo hizi sio kuwa Mwarabu kama alivyokuwa yeye, hapana. Mtazameni anavyotekeleza maagizo ya Mwenyezi Mungu, mtazameni anavyoshughulikia harakati za kutoka katika hali duni kwenda katika hali bora. Jifunzeni kutoka kwake mfumo wa uongozi, jifunzeni kutoka kwake mfumo wa utaratibu wa maisha. Je, aliyatafsiri maisha namna gani? Alitekeleza amri za Mwenyezi Mungu kwa namna gani? Ndipo hapa Allah subhanahu wa ta'ala alisema, inna arsalnaka shahidan, hakika tumekutuma wewe Mtume Muhammad shahid, wa shahidi kwa hao tunawatumia, maana yake wakajue kila wanachokifanya. Cha kukosea waambie hicho wanakosea, cha kupatia waambie hicho wanapatia, cha kuonyesha kwa mfano onyesha kwa mfano wewe mwenyewe, wa mubashira, na mwenye kutoa taarifa muhimu zinazohitajika kufanywa kwa jamii, wa nadhiran, lakini pia utakayetoa tahadhari, utakayewahadharisha umma mambo gani hayapaswi kufanya, mambo gani ya kujiepusha nayo, mambo gani hayatakiwi kabisa katika jamii kuonekana, mambo gani yanaweza kurudisha nyuma harakati za kwenda mbele kimaendeleo, na mambo gani yanaweza kuzorotesha umoja na mshikamano wa jamii, mambo gani yanaweza kuondoa mahusiano mema baina yenu. Wanadhira, kazi yako iwe ni kuwatahadharisha umma juu ya jambo hilo. Wadaiyan, lakini mlinganiaji, uwaite watu kutoka walipo waelekee anakutaka Mwenyezi Mungu. Wadaiyan ila Allah, na uwe mlinganiaji kuwaelekeza watu kule anakokutaka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Biidhnihi, hayo mambo utayafanya kwa maelekezo ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa mwongozo wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa idhini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sio hivyo tu, wewe utakuwa wasiraja munira, uwe taa inayotoa nuru, uwe taa inayotoa mwangaza. Kuwa taa inayotoa mwangaza si maana yake mtume apite anang'aa. Ukiingia usiku huna haja ya kutafuta taa, ukimwona mtume tu basi natosha kuwa taa. Wasiraja munira, uwe ni taa inayotoa nuru, uwe ni kielelezo kutoka kwao. Watu wajifundishe kutoka kwako nini wanachotakiwa kufanya. Utatekeleza kwa vitendo maagizo ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Utaonyesha kwa vitendo mwanadamu anatakiwa kufanya nini. Na haya yamejidhihirisha katika kazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angalia Mtume Muhammad alipohama kutoka Maka kwenda Madina, kama njia ya kuboresha kazi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, aliwakuta kule ndugu zake wa Kiarabu, lakini wanaishi pamoja na wageni wa namna mbalimbali. Kitu alichokiona, amewaona ndugu zake wanaishi wakiwa na tofauti za kimahusiano, wakiwa hawana umoja na mshikamano. Akatambua Mtume Muhammad hili ni tatizo linalokwaza harakati za jamii hii kutoka mbele katika hali duni kwenda mbele katika hali bora zaidi. Kwa hivyo, kabla ya jambo lingine lolote, aliwaunganisha udugu na kuondoa tofauti baina ya Ausi wa Hazraji. Shughuli hii ya kuondoa tofauti zilizokuwepo, kuondoa mahusiano mabaya, kuondoa uadui na kuwafanya wawe ndugu wanaopendana, ilikuwa ni hatua moja muhimu ya kuwaratibu umma ule, ili waweze kujipanga na kujiratibu vizuri namna gani wataboresha maisha yao kutoka hali duni walizokuwa nazo kwenda katika hali bora zaidi. Na haya si kwamba tu tunayatamani kuyasema, ndivyo alivyoyasimulia Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake. Wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadhalika yubayinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Kumbukeni Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake, mlipokuwa maadui msiosikilizana,
mna magomvi yasiyokwisha. Alafa baina qulubikum, Mwenyezi Mungu akaziunganisha nyoyo zenu. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, mkawa kupitia neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kukujieni mwalimu na mjumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akasababisha mkawa ndugu mliopendana. Na kama si hivyo, wa kuntum ala shafa hufrati minan nari, mlikuwa mnaelekea katika shimo la moto, kuangamia na kupoteza uwepo wenu, kupoteza uwepo wenu na kupoteza identification yenu. Mngeweza kutawaliwa na wageni waliokuja katika maeneo yenu kwa sababu tu ya tofauti mlizokuwa nao. Akawaunganisha nyoyo zenu kwa neema ya mtume aliyokuja hapo, mkawa ndugu mliopendana na mkaepuka kuangamia kama jamii na kuingia katika shimo la moto. Hii ni kazi au ni msaada wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada ya kuwa kaleta kitabu, lakini pia kaleta mwalimu wa kuashiria, kufundisha nini matokeo, nini kinachohitajika. Lakini pia vipo viashiria na sisi ambavyo tunafundishwa leo kupitia kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ziko ishara za wazi wakati kitabu kimekuja, mwalimu amekuja, lakini akaratibu mipango bora na mizuri. Alhamdulillah, Mtume Muhammad alipohamia Madina, ilithibiti kwamba katika kipindi kifupi sana aliweza kupata dola ya Kiislamu, aliweza kupata serikali ya Kiislamu baada ya kuwa ameratibu mipango mizuri na kuelekeza watu kwa namna bora inayofaa, hali ambayo iliwafanya watoke katika hali duni aliyokuwa nayo wakaenda katika hali bora zaidi. Na hili pia hakulianzia tu pale alipokuwa Madina, alilianza hata alipoamua kuhama kutoka Maka kwenda Madina. Ukiangalia tukio la hijra, utaona dhana ya mipango na uratibu namna vilivyofanya kazi katika tukio hilo mpaka kumfikisha Mtume Muhammad katika mji wa Madina, wakati huo ukiitwa Yathrib, na baada ya kupata nuru ya mwongozo wake ukawa Madinatul Munawwara. Lingine la kuangalia ni kwamba ukisoma kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura ya 54 aya 49 mpaka 50, utaona Allah Subhanahu wa Ta'ala anavyotuonyesha wajibu wa uratibu na mipango. Allah Subhanahu wa Ta'ala katika eneo hili anasema maneno yafuatayo: inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, hakika sisi kila kitu unachokiona khalaqnahu biqadari, tumekiumba kitu hicho kwa mipango, tumekiumba kitu hicho kwa malengo, tumekiumba kitu hicho kwa madhumuni. Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuonyesha kwamba hivi vitu usivione vipo tu, imetokea kitu kipo. Hapana, kulla shay'in khalaqnahu biqadari, kila kitu tumekiumba kikiwa na mipango. Wama amruna, na halikuwa jambo letu tunapotaka kufanya jambo letu, illa wahidatan, isipokuwa hufanyika mara moja bila ya ucheleweshaji. Kama unataka kupima spidi ya kiasi gani, kalamhim bil basar, ni kama kupepesa jicho tu, kun fayakun, kitu na kikawa. Wa kullu shay'in fa'aluhu fi zuburi, na kila kitu tumekifanya na kukiweka katika kumbukumbu, tumekifanya na tukakiweka katika hifadhi. Sio jambo la kupotea, ni jambo lipo, limeratibiwa, linajulikana lipi linafanyikaje. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar, na kila dogo na kubwa yote tumeandika kwa maandishi. Ukiangalia maelekezo haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, utaona kila kitu kimefanywa kwa mipango, kwa maelekezo ya Mwenyezi Mungu. Kila kitu kimefanywa kwa mipango. Hakuna jambo lipo hapo horera limetokea tu. Kila jambo limewekwa kwa mpango maalum, limekusudiwa liwepo, limepangwa liwepo wapi, limepangwa liwepo vipi, limepangwa kwa madhumuni gani jambo hilo. Usilione jambo limetokea wewe ukaliona hilo jambo lipo tu. Na kwa kuwa Mwenyezi Mungu ndivyo anapotueleza katika kitabu chake, na kitabu hicho katuletea sisi, upande mwingine haya ni mafunzo, maana harakati. Usije ukafanya jambo ambalo halimo katika mpango. Usije ukafanya jambo hujui makusudio ya jambo hilo ni nini.
Usije ukafanya jambo huna lengo katika kufanya mambo hayo, kwa sababu katika kuweka yote hayo yako mambo ya msingi sana yanayojitokeza katika kila kimoja. Kuna wajibu wa kupanga na kuratibu mambo, hilo ni jambo la msingi sana, kwa sababu ukipanga na kuyaratibu mambo, ule mpango utakulazimisha lazima uwe na utaratibu katika hili ninalotaka kulifanya. Jambo la mwanzo ni lipi? Mfano, unataka kujenga nyumba. Kama unataka kujenga nyumba, hali ulionayo wakati ule wa wazo na namna utakavyolifikia wazo lako. Kwa hivyo unatakiwa uweke uratibu na mpango. Lengo lako ni kuweka nyumba. Kwa hivyo unaanza kuupanga mpango wako, mwisho unaanza kuutekeleza mpango wako mwanzoni. Siku zote unapotaka kufanya jambo, anza kulipanga jambo hilo mwishoni, kwa maana weka lengo, huko ndiko utakapofikia. Haja yangu ni kujenga nyumba, kwa hivyo nyumba ndio lengo lako unaotaka kulifikia. Sasa anza kuratibu namna gani utaweza kujenga nyumba hiyo. Je, kiwanja unacho? Kama kiwanja unacho, je, kiko eneo sawa sawa? Je, hakina mgogoro wa ardhi eneo hilo? Je, hakiko bondeni kinaweza kuchukuliwa na mafuriko? Je, ufundi wa kujenga jambo hilo unao mwenyewe au lazima umtafute fundi? Je, uwezo wa kujenga ya nyumba hiyo unao? Kama huna uwezo wa pamoja, umeandaa mipango ya kufikia kutekeleza jambo hilo? Kama ni nguvu za taratibu, je, unazikusanya nguvu hizo kweli? Je, unakusanya nguvu hizo kwa kitu gani? Je, unaanza kununua mbao kwa ajili ya kenchi hata msingi hujachimba? Au unanunua kitu gani ambacho kiweza kusubiri kikawepo kwa muda wa kutosha, hata kama wewe hujapata kenchi, unaweza kukiweka kitu kikakusubiri upate kitu kingine ili unganishe nguvu zako siku baada ya siku. Haya yote hayawezi kufanyika kama huna mpango ulio na malengo. Allah subhanahu wa ta'ala anatuonyesha kwa kusema inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Hakika sisi kila kitu tumekiumba kwa mipango. Kila kitu tumekiumba kwa malengo. Kwa hivyo tunajua nini tumekusudia kufanya, lini kitafanyika, nini kinahitajika, wapi kinachohitajika kitapatikana, vipi kinachohitajika huko kilikopatikana na kule kinachohitajika kitafika, nini kitafanyika ili kukamilisha mpango mzima ule uliokusudiwa. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Hakika kila kitu tumekiumba kwa mipango. Kwa hivyo kuna wajibu wa kupanga na kuratibu mambo. Ndugu zangu Waislamu, msione Uislamu unakuwa mgumu kwa jamii ni pale wanajamii wanapoliacha jambo la msingi aliloelekeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala la kuratibu na mipango. Waislamu wana justification nyingi ya kupuuzia vitu na kupuuza maelekezo yaliyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala yaliyofundishwa na walimu, na hasa mwalimu wa mwisho Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nimekusomeni aya hapa. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, ya ayuha nabii, ewe nabii, inna arsalnaka shahidan, tumekutuma wewe kuwa ni shahidi, uwepo ujue kinachofanywa na watu, wa mubashira, lakini tumekutuma wewe uwe mtoaji wa taarifa za muhimu zinazohitajika kufanywa na jamii. Wanadhira, tumekutuma wewe uwe mtu utakayetoa tahadhari, kuambia wanajamii mambo yepi ya kuepuka yanayoweza kuzorotesha maendeleo yao. Wadaiyan ila Allah biidhnihi, tumekutuma ili waelekeze watu, waite watu waelekee anakotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, biidhnihi, kwa kutumia taratibu alizoziidhinisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Usije kuwafundisha watu kupata utajiri katika njia alizoharamisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapana, huku hawawezi wakafika kwa mafanikio. Watafika wakiwa na matatizo makubwa sana, watafika wakuwa wamejenga uadui mkubwa sana kupita kiasi. Wadaiyan ila Allahi biidhnihi, na waite watu waelekea anakotaka Mwenyezi Mungu biidhnihi, kwa idhni ya Mwenyezi Mungu, yale mambo aliyoyaruhusu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haya ndiyo yanayoweza kumfanya mwanadamu akatoka katika hali moja akaenda katika hali nyingine. Wasiraja munira, lakini mambo haya watu wanaweza wakafikiri ni magumu, hayatekelezeki. Onyesha wewe kwa vitendo, tekeleza mwenyewe, watu wajifundishe kutoka kwako.
Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama Qur'an inavyosema, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, mnacho kiigizo kizuri kutoka kwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Mwanaume yoyote au mwanadamu yoyote anaweza kujipima kutoka kwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu kwa eneo lolote alilonalo. Ukiwa wewe ni baba, Mtume Muhammad alikuwa baba. Jitazame nafasi yako kama baba kwenye familia yako. Unajifundisha nini kutoka kwa Mtume Muhammad na namna alivyokuwa baba kwa familia yake? Kama wewe ni mume, jitazame kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alifanya nini akiwa mume wa wake, sio mke mmoja, mume wa wake wengi. Namna gani alikuwa mwadilifu, namna gani aliwatendea haki, namna gani aliwaheshimu, namna gani aliwaelekeza, namna gani aliwaongoza katika kheri. Jifundishe kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukiwa wewe ni kiongozi wa kijamii, jifundishe kutoka kwa Mtume Muhammad, alikuwa ni kiongozi. Hata wewe ukiwa rais wa nchi, jifundishe kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ameongoza dola ya Kiislamu. Ukiwa tajiri, jifundishe kutoka kwa Mtume Muhammad. Mtume Muhammad ameongoza akiwa hali ya utajiri. Ukiwa wewe ni maskini, jifundishe kutoka kwa Mtume Muhammad. Mtume Muhammad amepita katika umaskini mkubwa. Ukiwa wewe ni yatima, jifundishe kwa Mtume Muhammad. Mtume Muhammad amepitia uyatima. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, mnacho kiigizo kizuri kutoka kwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa Mtume Muhammad ametuonyesha namna alivyotekeleza agizo la Mwenyezi Mungu la kuratibu na kuyapanga mambo. Na yeye ndiyo mwalimu wetu, na sisi tunaambiwa mambo yetu ili tuweze kufikia katika mafanikio, tutakuwa tuna wajibu wa kuratibu na kupanga mambo hayo. Lakini pia katika kupanga mambo kuna kubaini vipaumbele. Kipi kinachotakiwa kuwa cha mwanzo na kipi kinachotakiwa kuwa cha mwisho, na kipi kinakuwa cha mwanzo kwa sababu zipi. Kuna kitu kinakuwa cha mwanzo kwa sababu ya uwezekano, na kuna kitu kinaweza kuwa cha mwisho kwa sababu ya uwezekano. Kwa hivyo lazima tujue kupanga mambo kwa kuratibu vipaumbele vitakavyoweza kusaidia kulifikia lengo lililokusudiwa. Mpenzi mwanaharakati, katika uwanja wetu wa harakati leo tunasoma uratibu na mipango, na tumeangalia somo la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala linavyoonyesha uratibu wa kupanga mambo. Lakini sio hivyo tu, katika aya hii alituonyesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ametuonyesha kwamba yanapopitishwa maamuzi ya kufanya jambo, hakuna urasimu, hakuna ucheleweshaji. Wama amruna illa wahidatun kalamhim bilbasar. Jambo linapopitishwa ajizi isitokee. Tuwe wepesi wa kuthubutu, tuwe wepesi wa kutenda, tusiwe watu wa kusema maneno yasiyokuwa na utendaji. Haya yanakwaza kufikia malengo ya uliyokusudia. Uratibu na mambo unahitaji kwanza, mbali na kupanga, lakini pia kuamua, kuweka vipaumbele, lakini na kuamua kutenda kwa wakati, na kutenda kusiko na ajizi, na kuepuka visingizio kama ambavyo sehemu kubwa Waislamu wanavyofanya. Waislamu wengi hupuuza mambo kufanya. Ukimuuliza na kwambia sijajaliwa, bana sala inshallah bana tangulieni, mimi sijajaliwa. Haijulikani mtu anataka majaliwa ya namna gani. Ana akili timamu, ana afya njema, anayo nguo ya kumstiri, msikiti wa kusali upo, hali ya jamii ni amani ipo, aliyokukumbusha tukaswali yupo, unasema sijajaliwa. Ulihitaji majaliwa ya namna gani? Ulitakiwa watokea askari wa kukamate, wa kuingize msikitini ndio yawe majaliwa kwako? Au ulihitaji upepo mkali utokee ukusukume uingie katika msikiti alafu useme huko ndiko nikojaliwa? Hapana. Hii ni lugha ya visingizio ambayo haitakiwi kufanywa na Muislamu. Inakiuka taratibu za maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala za uratibu na mipango. Alhamdulillah, bado aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ina mambo kadhaa ya kuyachambua, kama Mwenyezi Mungu alivyoendelea kusema kullu shay'in fa'aluhu fi zuburi, hakika kila kitu sisi tumekiweka katika kumbukumbu. Alhamdulillah, tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwezeshe kuyaangalia maelekezo